Yes, hiyo ambayo uko unasikiliza ni Baraka One TV, ikiwa ni majira ya saa 9 saa za Afrika ya Kati, 10 majira ya Afrika ya Mashariki. Moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni baba la baba mzee wa Ngwasuma Rajab Wakili Kabonga, niko na Rafael Roger Seko. Asante sana, tuko ndani ya studio ya Baraka One TV likuja na habari na maelezo, ambapo tena nikishukuru tena wale watazamaji wote ambao wanaendelea kutizama kutufuata kwenye Baraka One TV. Yes, kwenye kipindi cha habari na maelezo tutazungumzia kuhusiana na vita ambayo imefanyika Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, huku bombardements zikifanyika pia kwa mara nyingine za FARDC dhidi ya migodi ya madini huko maeneo ya Shabunda, na pia mapigano ambayo yamefanyika maeneo ya Minembwe, na tutazungumzia kidogo kuhusiana na ujio wa mfalme wa Qatar jijini Kinshasa, ndio? Ndio. So kuna vitu kaza ambavyo vimezungumzika, lakini tunasikia kwamba Rwanda ilimpatia ngombe kama ngombe. Ndio, walipatia ngombe ngapi za kutosha. Sasa wanasema Kongo itampatia mashimo ya dhahabu. Ndio. Tutaongea pia na presidenti wa chama cha kisiasa cha PNL ambaye ni Delphin Kubwa, na ndiye moja kwa moja tutakuwa naye kwa sasa hivi, na muda wetu ndo huu. Kwanza tunaanza na kumsikiliza kiongozi wa chama cha kisiasa bwana Delphin Kubwa, ili tuweze kupiga naye story mbili tatu. Tuna baadhi ya maswali ambayo tutakwenda kumuuliza na tayari imekwisha kuwasili. Karibu sana kiongozi, na jambo. Ya salama, uko na sikika kupitia Baraka One TV kutoka DRC, na kama unavyojua ni muda ambao tumekubaliana kwa ajili ya kuweza kufanya mazungumzo kuhusiana na hali halisi ya Kongo, pia na chama ambacho ni PNL. Kwa wale ambao hawakujui, labda ungeweza kwa kujitambulisha kwanza. Ndio, mimi ni Delphin Kubwa, ni chama wa chama ya National Reform. Tafadhali ungesogea kidogo pembeni, maana kama sauti yako iko chini na pia kama iko na katakata hivi, ungejaribu kutafuta position ya mzuri leo. Ndio, hapa nione kama nitaweza kubadilisha mashine. Hapo sawa? Halo? Nasikiza vizuri. Angalau kidogo hapo. Vipi, sisi unatusikiza? Wewe, mimi nawasikiza vizuri kabisa. Hapo ndo uko sawa. Hapo unasikia vizuri. Okay, sawa. Okay. Nafikiri ni vema, maana ulikuwa unakatika sana. Tuanze swali la kwanza, hali ya chama chenu kwa sasa hivi kikoje baada ya uchaguzi? Ni kwa ile swali ya kwanza, hali ya chama sana. Shida tunayo, nchi iko katika vita, na katika vita chama na shida leo kufungula ofisi yayo. Saa zingine maaktivite zote ambazo zimepata ile shida katika hali ya ukosefu wa amani na vita. Vijana ambao walikuwa wakiongoza chama wako leo ni hao ndio wanasimama kwa kusaidia nchi kwa hali ya usalama, wakikuwa wakijiunga na wale ambao vijana tunaitwa wazalendo. Ilo wakati wanatumikia nchi, alikuwa wakati watafungula maofisi ya chama. Lakini kwa ujumla chama afya njema sana, na tunaendelea kuhusiana na vijana na kuzidi kusikia maoni ya raia, na gesi tunajitahidi kujitayarisha kwa wakati wa amani, tuanze kazi nzuri za chama. Okay. Lakini katika huo mfumo chama kabla ya uchaguzi, wakati wa kampeni kilionekana kama kina shamiri hivi, na baada ya uchaguzi kikawa kimepotea, ama ni kwa sababu mlipoteza uchaguzi ndio maana hata mitaani pia inakuwa haiwezi, sio wote ambao watakuwa katika uwanja wa mapigano, lazima kuna wengine watakuwa kwa ajili ya kuhamasisha chama, au ni baada ya kushinda kuchaguliwa kama tulipoteza uchaguzi? Sio kusema chama ilipoteza vision, chama ingali inaendelea na tungali na ule vision yetu chama, ile maono yetu ingali nasimama,
na mdemokrasi kupoteza uchaguzi ni isiyo kigeni, ya lazima kusimama na kujieleza tena kwa raia, na ndio tuko amo katika tukishtayarisha. Kwa hiyo Na tukizungumzia swali la pili, ni msimamo gani ambao chama uko nacho vis-a-vis na hali halisi ya usalama ambao uko unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Mnasimamia upande upi? Mko wapi? Tuwatafutie wapi chama? tutawafutia katika msimamo ambao raia inayo leo. Raia inataka amani. Raia naomba government ikamate responsibility yayo kwa kukadiri ya zingine government ilete amani, usalama katika nchi. Na ndio msimamo wetu, tunahitaji amani mwingi na tunahitaji serikali kufanya kazi yayo, ili tuone. Mpaka leo hatuelewe tunaenda wapi. Tunasikia mengi, tunaambiliwa mengi, lakini kuterea hatuone ile ambayo tunaambiliwa. Kwa sababu wananchi wamoja wanajiuliza kwamba president wa chama PNL kiongozi Delphin Kubwa hatujawahi kumsikia akifanya declaration yoyote ya kukondane M23 direct kwamba ni wavamizi, na hapa juzi kijana wa Luvungi Stanislas Ruguduka Baleke ndani ya M23 aliweza kulansia message ambazo zilikuwa ni za hatari sana kwa wakaaji wa haya maeneo, ikiwemo pia wale viongozi wa vyama, lakini mlikaa kimya kabisa. Hakuna hata ambaye alisimama na kumnyoshea kidole Stanislas. Hii ina maana gani? Kwamba mnaogopa ama mguu ndani mguu nje? Chama, kazi ya chama haiko kwa kushota kidole kwa yule yote anasema katika marezo sosio. Haiko ndio siasa ile. Chama iko na kazi ya kufuatilia siasa, kuna maono ya maendeleo, kwa kutembea marezo sosio, kwa kujibu kila mtu yote anasema, na yenye na angalie mtu saa mwenyewe ama kundi lote. Haiko ndio kazi ya chama ile. Na ndio maana sisi parti yetu hatuna participe kwake mwa hili mambo ya vita ya marezo sosio. Tunahitaji vita tuone matunda yayo kupere, tuone kisi amani tarudi katika nchi, na vingine yote ni mambo ambayo inaleta tu haifu. Na ilete maendeleo yetu, tunahitaji ilete ile amani. Lakini tunapozungumzia chama tunakuwa tunamlenga moja kwa moja kiongozi wa chama ambaye ni wewe bana. Ndio. Mimi ni mwongozi wa chama, ninaongea kwa jina ya chama. Nikiongea na nikiconsulte wale ambao tunatumia nao, na wakati inafika wa kusema chama tunasema tupane shauri ama tuone maono fulani. Haiko kushinda marezo sosio, tuko na sikia hiyo nasema tunamjibu hapana, si kazi ya chama hii. Kwa maoni yako, swali jingine ni nini mtazamo wako serikali inaweza kufanya ili kuweza kumaliza kabisa hii hali ambayo iko sasa hivi ya utovu wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Maoni yetu ni kusema kama ya muhimu gouvernement kamate responsibility yayo, ni ambayo inahusu kuleta amani katika nchi yetu, protection ya nchi na raia wa nchi. Na ile ndio tunaomba na tunategemea. Ingine yote atukaa sisi nye tunajua kama tunaomba ile serikali tufanyie kazi, tuoneshe kabisa kama ni wazazi ambao tegemea kwa kufanya ile kazi kutuletea amani katika nchi yetu. Na je, unahisi uwepo wa majeshi ya kikanda EAC, SAMI DRC na pia sasa hivi ushirikiano wetu na nchi ya Burundi
Hili swala linazidi kukuza mgogoro ama linakwenda kupunguza ama kumaliza kabisa mgogoro? Kila nchi inaweza kuwa na marafiki ambao wanaweza kusaidia wakati ya shida. Sawa, ile ni ile normal, lakini hauwezi kutegemea sana kwa mtu wa nchi kukusaidia. Tunahitaji kwanza kamate ile madaraka ijue kama tuko na FARDC iko pale, na leo kuna vijana wanashitolea kwa kusaidia pia kwa kuleta amani. Hiyo tutapenda pia kuna msaada ambao warafiki wote wanaweza kusaidia, lakini tusitegemee. Nchi imetegemea miaka mingi kuleta amani kwa ile EAC niko nini miaka 20 na lakini ni kwa sasa wakati wa kuelewa kama ni wakati wa kusimama na msimamo wa kuleta amani. Ni kama kila nchi ile FARDC wale wa vijana wamejitolea, tuangalie ngapi wamekuwa tayari wakue forme kwa baingie na nchi jua amani na tegemea katika nchi yetu. Katika haya ambayo yako yanaendelea kwa sasa hivi, chama chenu kimeweza ama kinafikiriaje kuhamasisha vijana ili waweze kusimama kwa ajili ya kutetea taifa? Je, huo mpango katika chama mko nao? Mpango ni kwa encourage d'abord wa felicite sana kwa kazi wanafanya ya ile kujitolea, upendo wanaonesha wa nchi yao, na tunaomba basi serikali waunge mkono. Serikali ndio inapaswa kuwaunga mkono, kuwankadre kwa ile devoir responsabilité ya gouvernement ya kuleta amani na usalama katika nchi. Tuseme hivi, sasa hivi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu ambao wanaonekana kuwa ni mwiba haswa ni hao ambao wanaitwa wazalendo, ndio wanaonekana kuwa ni mwiba. Unahisi siasa ambayo iko inachezeka Kinshasa ni ya kuwasaidia wazalendo kwa ajili ya kuweza kumaliza hii vita kabisa, ama ni kwa ajili ya kuwazubaisha ili wao wanajua nini ambacho wako wanakifanya? Na unawazungumziaje pia kiundani kabisa wazalendo, na unaweza kuwapatia ujumbe gani? Tunashukuru kwanza wazalendo kazi wanafanya kwa ushujaa wameonyesha kwa kujitolea kuleta nchi yetu yenye wazalendo. Kwa hiyo wanakosa ni ile kweli kabisa kadrimia ya serikali yetu, kwa kuwa leo tukiwa na kujitolea na jinsi wanaendelea kutumika, tunajiuliza je, Kinshasa inafahamu kama wale wa vijana wako pale? Tunategemea kama Kinshasa ingefanya mingi kuhusu kwa kuangalia wazalendo watumike na FARDC kwa kuleta amani. Kwa sababu nchi iko ina uwezo na wa kuleta ile amani, tukitegemea ile FARDC na wazalendo. Sasa hii ndio ile tunajiuliza, Kinshasa iko pale kwa wazalendo ambao wameshtoria kwa kusimamia kwa kupigania nchi yao ama hapana? Katika mfumo wa nchi, chama cha PNL tukitafute wapi? Kiko katika muungano wa Union Sacrée ama kipo kwa upinzani kwa sasa? Parti PNL haiko katika Union Sacrée. Wewe utafutia Union Sacrée, utafutia upinzani. Parti PNL kwa leo katika hali ya nchi ya vita, tupo pamoja na raia kwa kusema tunahitaji amani pamoja na raia, kwa maana hiyo tukisupport government kwa yote kwa kuleta ile amani. Tuna support yote government anaweza fanya kuleta ile amani, lakini sisi kwa kwa leo hivi parti PNL na kiongozi wake ambaye ni wewe, ukiambiwa tutajie nchi mbili ambazo zina agrese Kongo, utaanza na nchi gani?
Baagreseri ya Kongo. Tukisema nchi zinaagresia Kongo ile yote tunajua inajulikana kwa kila mtu. Anasema kama wale ambao leo wanatumika na M23 wana support Rwanda na Uganda, na ndio maana tunajiuliza wakati mmoja tunaona government yetu Kinshasa na Uganda, tunajiuliza je, eske shida tuna ambaye anaelewa imani leo ni ile shida Kinshasa nafahamu. Na tukizungumzia kuhusiana na uongozi wa sasa wa Union Sacrée, unaweza ukaipatia uongozi wa Felix asilimia ngapi katika uongozi wake kwa hii miaka yote ambayo ameongoza? Kwa sasa tuchunge kwanza tuone matunda ambao wanasema kama ni wanatumika kuleta amani. Itakuwa wakati mzuri sana hilo, wakati tujue ni nini. Kwa leo ingali tunasema kote ingali nchi iko divise, amani hakuna. Lakini tunategemea kama itajameliore agisi wanatueleza kama iko na tumiko bila amani, na ndio wakati tutakuwa na mzuri kwa kusema kodi ni gani. Ujumbe gani ambao uko nao kwa raia ya Uvira na ya Kongo yote ambao iko na kusikia sasa hivi kupitia Baraka One TV? Kwa raia ya Kongo na Uvira tunasema courage, chi tu itabaki ni ile nchi moja. Ingawa tunataka katika vita mingi na mashida, lakini Kongo itaendelea kuwa ni ile moja ambayo tunaishi hamo na tutaendelea kuishi nchi moja. Naomba tu raia kama tuelewe kabisa shida yenye tuko nayo ni ile example wale wazalendo walitokea, na ndio gisi raia yote na bashitolea. Kamati marusabilite wakati tunaona kwenye hivyo havisimami saa zingine mainchi na jiasime kama raia. Tusichunge tu wazalendo wa kuchunga order kutoka Kinshasa kusema tunasimama tunakamata masilaha za defendre nchi yetu. Hawa kuchunga order kutoka Kinshasa. Kinshasa kiasikia wazalendo walishakuwa deja kutere kufanya kazi. Na nchini na waza wakati moja raia inahitaji pia kuelewa zingine mainchi zote aliasimama responsibility na ndio zilikuwa na ndio tunaanza kwa kuraja pesa. President, nakushukuru sana. Nikumbushe tu kwamba ni mwenyekiti wa chama cha PNR, chama cha kisiasa ambacho makao yake makuu ni Uvira, nafikiri ni hivyo. Lakini kwa sasa haupo. Kinshasa ndio tuko na base, lakini tuko nchi yote na tuna Bureau National Kinshasa. Bureau National ipo Kinshasa. Nakushukuru sana, na wakati mwingine pia tutaungana kwa ajili ya mahojiano mengine. Hii ni Baraka One TV. Asante. Asante. Roger, umemsikiza President Delphin Kiubwa PhD. Ndio. Ni moja kati ya wanasiasa. Naweza kusema ukimsikia gisi iko naongea, ndio. Ni kama professeur vile. Ndio. Ni kama professor na ameleta Universite ITC, Universite Technologique d'Uvira, ambayo ina makao maeneo ya Kagando hapo university hapa. Achana kwanza na university ile ni matangazo ile. Ndio. Ile ni matangazo. Mimi nazungumzia kwanza utu wake. Ndio. Jinsi iko nazungumza. Unaona kuwa maswali zimoja zinaenda kama vile kushoto kulia. Ndio. Ili tuweze kuona anasimamia wapi. Anaonekana yuko kota na wazalendo. Ndio. Na raia pia. Ndio. Na chama kiko kabisa pamoja na wazalendo kwa sababu na raia pia. Ukiangalia vyama vingi kwa sasa hivi havipo kabisa Uvira. Ndio. Vyama vingi havipo. Na unasema mbona madrapo hazionekani? Unaona? Ndio. Chama sasa hivi tembelea chama kinafungwa, kumbe wako mufro. Ndio. Gisa alisema. Ndio. Unasikia? Ndio. Gisa alisema kwamba kama na ni biro inaweza kuwa inafungwa kwa sababu wanachama wetu na sie wanaungana na wazalendo. Ndio. Na mufro. Ni jambo la maana, ni jambo la heri, na
Tusubiri sasa. Hii inaonyesha kwamba kuko determination de la part juu. Wapartisan wote wa kisiasa ni wananchi. Na wakati kuna kwa kitu ambacho kina agresi nchi ni kuaplike article 64 la constitution, il faut si wenyewe sasa tunatakiwa kujikamata en charge wakati government inakuwa sawa vile yenyewe inasahau kazi yake. Article 67 64 ya constitution. Ndio. Okay. Ndio. Sasa vita imekuwa maeneo ya Sud Kivu na Nord Kivu. Bwana, hii wiki yote ni wiki ya moto. Ndio. Kiukweli ni wiki ya moto, lakini pia kumefanyika bombardement ingine ya FRDC maeneo ya Mikenge. Acha na Mikenge kwanza, huko moja ya huko Mashabunda. Ndio. Kwenye kiwanda cha madini. Ndio. Kule walipiga. Kule kwenye wale bashino waliendanga kwenda kuchimba madini. Madini na China mining. Huko akiwa wako supervisor na M23. Eske inawezekana kabisa tuko mwi wakati bashino biko exploiter minere sous supervision ya M23? Niseme kwamba M23 sehemu ambazo walikamata par force kimabavu. Na wakati walikamata sehemu hiyo kimabavu, unatosha kwamba wanafanya vitu vimoja hivi kwa kujionyesha kwamba autorite de l'etat ni yao hiyo sehemu. Na wakati kama serikali ichukue maamuzi yake ya kusema kwamba gomboya raka maeneo hiyo, na wale wa China kwa nini waende collaborer na M23 kwa kuwa ndio pourquoi mimi nasema kwamba kuna watu wamoja wanakuwa wanatafuta interest zao. Na quelque soit yenye tabakute kama anatafuta interest yake ndio ina prime kwanza. Ujiulize kwamba hao wa China wariske vi waende maeneo yenye ko zone en conflit, waende tu kuextraire ma minere malgré que watakopere na wagaidi ambao ni wagaidi wa hiyo nchi, yamkini tu wapate ma minere yenye walikuwa wanatafuta. Ukutanisha kwamba kuna vitu moja ambao wa China wako wanafanya ambavyo aviendani kabisa, hata kama kuna mikataba fulani ambayo unakutosha nchi ya Kongo ili saina na Uchina ili kukuwa na kutosha minere, kuna vitu vimoja ambavyo kufanya ambazo hata serikali ya Bashinwa ndio amwezi kuwa kwamba viko mvita kisha wewe mwenye iko na kupiganisha tena ndio uende uchimbe kwenye maadui yake wako. Haiwezekani. Maeneo ya Karembu ndo bombardement zilifanyika, na hivyo selo habari zilizopata kwamba Bashinwa 8 ndio bali bakia mbolea kule na mablessure ndo usiseme. Baada ya M23 pia ndo usiseme. Jiulize hao wote ambao walibakia mumpori wanakufia bure. Tujiulize government yao haitaanza dai, itadai wakati itadai serikali ya Kongo aseme watoto walikufia mudongo wenu. Sasa itakuwa ni aje? Serikali inasema kwamba tuwajui wanaenda mzone de conflit, na wakati hatukuwapatia mafrais de mission ama ile tukuwapatia security juu wao walijiona kwamba watakuwa vizuri na watakuwa tayari hata waende. Mwenye anasekiriza ka étranger mwinchi ni gouvernement. Diplomate yote akishakiwa mu gouvernement mwinchi iko chini ya mikono ya gouvernement. Si ndio ile nani Ituri, nafikiri Ituri Nord Kivu, ule ambassadeur wa Italy aliweza poteza maisha na hivyo ndio yeye iko na barua ya Kishasa, anakwepa Kishasa, anajikuta iko mu zone de conflit. Uko nenda wapi? Kumbe alikuwa nenda zake na kumakarimi. Anatafuta masalio atarudi na basha enda kule ambassadeur wanakiwa na maminere bakutanana na babiana barabara. Hii ndio inanikumbusha wakati mmoja hivi kulikuwa conflit ambayo watu walikuwa wanataka kuinstaller kimabavu bila autorité de l'État commune de Minembwe. Kuna Mike Hammer ambassadeur wa Etazini akafika Minembwe. Akaenda Minembwe. Sasa jiulize kule alikuwa anatafuta nini kule? Kuna watu wamoja ambao wanakuwa na riske vi kuma bitu benye ma intérêt zao zenye na kwamba hii ni intérêt yangu ilifo iprime kuliko vyote, hata na sacrifice vi. Sasa tuulize uende Minembwe, uende maeneo ambayo ni mazone de conflit, wale wa China sita kwenda salia kule ni kwa witi ndo walipoteza maisha pale na wengine viko ba blessé. Sasa serikali ninge isi tu ibavutie lisansi ya nao wa China mining nini, bavutie lisansi yao na barudisho kwa moja kwa moja. Haiwezekani mwende mfanye activity kufasi kuko ba metro Minembwe nako hivyo maeneo ya Mikenge ambao kulipigwa bomu na ikaangusha antene ya Vodacom. Hii ikaweka raia mutatizo kubwa sana kutokupata mawasiliano. Ndio ile bomba ilipigwa na Sokoi ama drone. Ni hiyo niseme kwamba RPG. Niseme kwamba ilipigwa kabisa na avio de chasse
Mavio de frappe. Zefar. Ndio, za FARDC ambazo zilisible kabisa antena ya Vodacom ambayo ilikuwa inasaidia mawasiliano. Hata kama mawasiliano ilikuwa ni ya watu wote, lakini kuna mawasiliano moja ambayo inasaidia magaidi kuingazia kujamplacer na kujua ma tactique de guerre na jinsi wataingilia sehemu fulani. Ujio wa Emir wa Qatar Kongo. Ajafan. Ndiyo, niseme kwamba kwa taarifa tulizo nazo ni kwamba amewasili tangu hiyo jana Ijumaa ya tariki 21 Novemba mwaka huu. Akitokea Rwanda. Mheshimiwa ambaye anaitwa mpokea mtukufu Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani alitokea nchini Qatar. Niseme kwamba wamesema kwamba anatokea nchini Qatar, lakini alitokea kwanza Marekani kwa sababu alitoka kuzungumza Donald Trump, na baada ya kutoka Qatar akaelekea Kigali, na baada ya kutoka Kigali ndio akajikuta Kongo. Ndio kwamba ni mavoyaji zenyewe. Watu wamesema kwamba alitokea Qatar, lakini kutokea Qatar ndio njoo kwenye siege yake iko njoo kwenye anakuaga. Lakini alitokea Qatar akajielekeza Marekani, kutoka Marekani akaelekea Kigali, Kigali ndio anafika sasa sasa Kinshasa hiyo jana. Aliingia Kinshasa kutokea Kigali, Rwanda. Ndio. Ndio hapo niseme kwamba baada ya mapokezi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili, viongozi wawili walikutana hapo faragani katika jumba la Umoja wa Afrika ambapo walijadili masuala ya ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Na makubaliano hayo yalikuwa makubaliano kama 6 hivi. Ya kwanza ilikuwa ni usafiri wa bandari, makubaliano kati ya pwani ya Qatar na Onatra. Onatra ni vile vile agence vile vile inakuwa inasaidia katika masuala ya usafiri. Na vile vile wakazungumza kuhusu usimamizi na maendeleo ya bandari kati ya Qatar na DRC. Vile vile ushirikiano wao wa pili kasema walifanya ushirikiano wa kisheria. Mkataba kati ya Wizara ya Sheria za Qatar na DRC. Vile vile wakasema msamaha wa visa. Ndio. Wa visa. Kwa visa ni bure Kongo na Qatar. Ndio, yani kwa wamiliki wa pasi za kusafiri za kidiplomasia na maalum. Watangalia wa kusaidiana, wapunguze kama watapunguza bei, wasaidiane kati ya visa kutoka Kongo na vile vile kuelekea kwa Qatar. Donc zile ma visa diplomatique. Ndio. Za diplomate. Ndio. So sio za saving. Na bana sio wengine ambao wanatembea tu. Na vile vile kuzengine wakazungumzia kuhusu msaada wa kibinadamu. Wakasema vile watasaini mkataba wa usaidizi kupitia Qatar Fund for Development kwa ajili ya mradi wa kudharura mkoani Sud Kivu na Nord Kivu. Qatar Fund for Development. Ndio. Na vile vile la tano ilikuwa ni vijana na michezo. Ushirikiano katika sekta za vijana, michezo kati ya serikali zote mbili. Yaani watashirikiana katika masuala ya michezo. Vile vile mashauriano ya kisiasa. Walikubaliana makubaliano ya kuanzisha mashauriano ya mara kwa mara kuhusu masuala pamoja kimataifa. Vile vile ziara hii ikaonyesha kwamba ni hatua muhimu ya kuimarisha uhusiano kati ya DRC na Qatar. Na inafungua vile vile milango ya maendeleo kati ya pamoja kati ya nyanza za nchi hizo mbili, Qatar na DRC. Lakini ukiangalia swali lipo hapa. Walisema nini Bakatarien hapa ni swala ambalo wenzetu watafiti wa kupata la ndani zaidi. Donc hapa kuzungumzia vita. Ndio. Masuala hayo ya vita wa kuzungumzia zaidi. Nasikia investissement ya Qatar ni ya 21 miliardi. 21 miliardi. Wakati haifikia hata Rwanda. Ndio. Sasa kwa nini kwetu ndio wanainvestiri franga mingi na Rwanda hapa investir franga mingi? Tunaona kwamba niseme kwamba kuna vitu vimoja ambavyo waliona kwamba hawa watu wanatakiwa kwanza kuwa support, na niseme kwamba Kongo na Rwanda, Kongo ni kubwa sana kuliko Rwanda. Hata vile vile kwenye masuala ya ukiangalia kwenye masuala ya kusema uinvestiri Mkongo, pesa ambayo utainvestiri Mkongo na Rwanda ni vitu viliko tofauti, kwa sababu ukiangalia hata BJ ya Kongo iko yulu sana kuliko Rwanda. Ndio. So afikia kuongelea vita. Ndio. Yale pia yake kwa masuala ya cooperation bilateral, mawekezaji ya Qatar na uongo gisi utatembea. Sawa? Tungoe Rwanda walimpatia mangombe sio. Ndio. Nikagabi wale. Iko na kuferme. Ndio hiyo. Hapa muonesha ile ngombe na ile ngombe ndio ndakupatia ile ngombe. Ndio. Hiyo ni kawaida kwa nchi ya Rwanda kwa sababu kila rais yote anayofika nchini Rwanda ni kutime yao, walishakajifanya kama kutime. Juu niseme hata mfano wa rais mmoja ambaye alifika Rwanda katika miaka zilizopita, kama ilikuwa kama sijasahau Emmanuel Macron, ama kati ya Donald Trump
ilikuwa Joe Biden. Trump hajafika Rwanda. Trump hajafika, bado hajafika. Ilikuwa ni Joe Biden. Akafika kule wakampatia na fimbo. Tunaona zile fimbo wanapiga kama ngombe. Wakampatia kuonyesha kwamba naye ana support tamaduni zao za kupiga ngombe fimbo. Ndio. Na hii ikaonyesha kwamba wao ni tamaduni. Na wakati wanafanya vile wanakupatia ngombe, sio kwamba wanaweza wakaibeba mwavio ama wanakatakata wanakupelekea nyama ambao chakula. Eske si atukumpeleka kwanza nani Misisi aende aone mashimo ya maoro Misisi, au tumpeleke Miba, tumpeleke kule Mafungurume mawapi? Ndio. So nivo nafikiri hakuna kingine tena. Ndio, hakuna kingine hapo, nadhani Joy hali tuko ya kuzungumza. Sawa, nani ambao tuko nayo kwa siku ya leo. Nafikiri mengine tukutane majira ya saa 12 na saa 12 asubuhi kwenye Amka na Baraka 1 TV. Bye bye.